Mpendwa wangu, karibu kwenye somo muhimu la leo. Utabarikiwa sana, utajengwa kiimani na kutiwa moyo. Naitwa Emmanuel Misheleki, mchungaji kiongozi wa kanisa la ICC Mito ya Uzima, Morogoro. Karibu tujifunze. Sasa, hebu sema twende kwenye la uzima. Jamani, Bwana asifiwe. Twende kwenye neno la uzima. Na leo natamani kwamba tuweze kwenda vizuri, taratibu, tujengwe, tuandaliwe kwa habari ya semester mpya hii ambayo tunakwenda kuianza. Lakini pia natamani sana nisiondoke hapa sijakuombea. Kwa hiyo utakuwa na muda mzuri wa kutosha wa kukuweka wakfu kwa Bwana kwa habari ya semester hii mpya, kwamba Bwana aende na wewe, kwamba mkono wa Bwana Mungu wetu uwe pamoja nawe. Kwa hiyo kipindi cha maombezi na maombi kwa habari ya kila mmoja pia na kitakuwepo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37, ya 38, ya 39 na ya 40 na ya 41. Hapo ziko sura kadhaa kuanzia sura ya 37 hadi ya 41. Neno la Mungu linatokea eneo hilo jioni ya leo. Nirudie kusema karibuni sana kwenye semester nzuri hii ambayo Bwana Yesu amekuandalia. Karibu sana. Na wewe ambaye ulivushwa na Bwana semester iliyopita, tunamtukuza Bwana pamoja nawe. Hawa waliotoa shuhuda hapa, Maneno, Mr. Maneno, mwanangu Maneno, pamoja na wale wengine pamoja naye, ni wachache tu. Najua watu wana shuhuda humu ndani, muda tu sasa, lakini wametuwakilisha. Na Mungu anafurahishwa sana na shuhuda zetu. Anapotutendea alafu tukatambua na kumshukuru, Mungu anafurahishwa sana. Kwa hiyo kuna ambao wamerudi wakiwa wanasema, nimepona kama nimeponyoka kama nani anaponyokaga wale. Ni mkono wa Bwana umekurudisha. Lakini kuna mwingine yuko hapa pengine amejeruhiwa academically, kwamba kwenye masomo una jeraha hapa na pale. Usiogope hata kidogo. Haimaanishi kwamba Mungu hajasikia maombi yako na kufunga kwako na bidii yako kusoma. Hapana. Wakati fulani watoto wa Mungu, kuna wakati tunaweza tukapitishwa pia, na akitupitisha ametuamini kwamba tunaweza kusafiri naye kwenye pito hilo. Kwa hiyo wewe ambaye umejeruhiwa, usiogope. Mungu ana neno kwa ajili yako. Na niweze kusema kabisa kwamba tutamzungumzia mwana Kasfeta Tayomi mwenzetu. Nitamchukua leo kama sample space. Nitamchukua kama teaching aid. Nitamtumia yeye ili tuweze kuelewa neno hili. Na nitamtaja jina huyo mwana Kasfeta Tayomi wa Mzumbe mwenzetu. Jina lake anaitwa Yusufu, mtoto wa mzee Yakobo. Kama ulikuwa ujui alikuwa mwenzetu yule. Jamani, jamani, Bwana asifiwe sana. Alikuwepo hapa, na mpaka nimalize utajua alikuwa anafanya degree gani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo leo, andika, from the pit to the palace. From the pit to the palace. Kutoka shimoni hata ikulu. Kutoka shimoni hadi kufika ikulu.
mzee Yakobo ambaye baadaye aliitwa Israel, na watoto wake 12, wa kwanza akiwa Ruben, wa mwisho tunamfahamu Benjamin, wa pili kutoka mwisho, mtoto wa 11 kuzaliwa, alikuwa Yusufu. Ndio huyu tunamzungumzia leo. Mungu alishaweka kitu kizuri kwenye maisha ya kijana Mwanakasfeta. Tangu mapema sana Mungu alishaweka jambo jema zuri ndani ya maisha yake, kama ambavyo Mungu ameshaweka jambo zuri jema ndani yako leo. Lakini kuna kitu kilitokea kwa huyu mwenzetu Yusufu, ni kwamba kabla hajafikia ile hatima njema ambayo Mungu alimwandalia, kuna vitu alivipitia. Kumbuka, Biblia inatupa uhakika kabisa kwamba Yusufu alikuwa mcha Mungu, alimpenda Mungu kwa moyo wake wote, na Biblia inaweka wazi kabisa kwamba Yusufu mwenzetu huyu alipendwa sana, sio na Mungu tu peke yake, lakini alipendwa na wazazi. Na inasema Biblia kwa wazi kwamba alikuwa na ndugu zake wa kuzaliwa, na kwa sababu ya mila na tamaduni ya Kiyahudi walitajwa wanaume peke yao, wanawake hawakutajwa. Hata kwenye sensa ilichukuliwa sensa ya wanaume peke yao, ya wanawake na watoto haikutajwa. Hapa tunapewa ndugu zake na Yusufu wana vijana dume 11 na yeye ni wa 12. Kilichotokea ni hiki hapa, kwamba siku moja akapata ndoto, na ile ndoto alivyoiota akashirikisha. Aliposhirikisha, baba na mama na ndugu zake wakageuka kuwa watafsiri wa ndoto, na nashangaa wakapatia. Walipatia. Mimi ngashangaa. Akajieleza tu, alivyomaliza akasema, kwa ina maana mimi na mama yako ndio na ndugu zako, ina maana tutakuinamia wewe. Inanipa uhakika kwamba kuna kitu Mungu alikuwa amekiandaa kwa ajili ya kijana Mwanakasfeta Tayomi Mzumbe University. Yusufu alikuwa amebeba kusudi la Mungu kwenye maisha yake, lakini mpaka kusudi lifike wakati wake, kuna safari hapa njiani. Iko milima na mabonde, utakutana na watu wale na hawa, utaenda mkoa ule na mkoa mwingine, matukio na mikasa kwenye safari ya kuelekea kwenye hatima bora ambayo Mungu amekuandalia. Yusufu alipitia hiyo. Tukiacha na mengine yote, tuondoke na hii moja. Ndugu zake wakaona sasa, huyu bwana ndogo huyo, yani sisi tuje tumuinamie, tumsujudie huyu hapa, manake sisi wote tuna bow down, afu yeye mwenyewe amebaki amesimama. Kaka zake wakasikia vibaya. Sasa ile tabia mbaya ile ikainuka ndani, tabia mbaya ikaibuka ndani yao, wakaanza kumchukia mdogo wao. Kaka mkubwa Ruben naye akaingia kwenye mtego. Baada ya kumtetea mdogo, angalau basi wewe ni kaka mkubwa, ungemsaidia huyu, the last but one son in the family. Na yumo na yeye kwenye wale wanashajihisha jambo la kumdhuru mdogo wao, lakini wanapanga kumdhuru huyu Mwanakasfeta Tayomi Yusufu, lakini amebeba. Sikiliza, huwezi kumzuia aliyebeba kusudi la Mungu hata siku moja. Nasema hakuna mtu wala hakuna hali wala hakuna kitu cha kukuzuia maadamu umebeba kusudi la Mungu. Sema amina. Sema amina. Hakuna, hayupo. Tupeleke mbele zaidi. Anaambiwa nenda kaangalie ndugu zako kule machungani, wapeleke na chakula angalau na nini kaka zako kule. Akavaa vazi lake vizuri na chukua na kikapu chake, anapeleka chakula kwa kinaka kule machungani. Kwa mbali maandiko yanasema wakamuona, wakaambiana, tazama bwana ndoto wanakuja. Wakasemaje? Aloe, bwana ndoto yule anakuja. Ile ndoto iliwakera, ndoto ya kuonesha kwamba amebeba kusudi la Mungu maishani mwake, ikawakera wengine.
ikakera lecturers, ikakera fellow students in the class, ikakera wanaoishi naye kwenye dorm moja, waliomzunguka wakakerekwa. Bwana ndoto anakuja. Wakapanga mkakati wa haraka haraka kumdhuru, na wakasema tumalizane naye leo, tunaua, tukimaliza tunachukua nani mbuzi moja kondoo, tunamchinja, afu ile damu tunaipaka paka kwenye vazi lake, tushaua. Tukirudi nyumbani tunamwambia mzee, alikuja mnyama mkali bwana, amemmaliza mdogo wetu, tumefanikiwa kwa vazi ili hapo, ushahidi damu hii hapo. Wanatunga uongo. Piga fire kwa jina la Yesu, piga fire, fire. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaikemea hiyo, tunaikataa, tunaivunja hiyo, tunaipiga fire. Jamani, Bwana asifiwe. Haya, piga fire, fire. Sasa wakakubaliana tumalize hiyo, wakatunga uongo na nini wamwangamize huyu. Nikasema aliyebeba kusudi la Mungu hata kama ni mfupi kama kitunguu, humwezi huyo. Utapoteza muda wako na yeye tu, utapoteza naye muda. Ni kweli cha moto atakiona, lakini umwezi. Cha moto anaweza kukipitia, lakini umwezi. Umwezi, nakwambia. Utapoteza muda wako tu. Haya, akaja huyo. Baadaye wakabadili, naenda mbele kwa haraka. Wakabadilisha, wakasema hapana, badala ya kuua tufanye hivi. Sisi tumtumbukize kwenye kisima, tumwekee ile automatic transmission. Yani afe automatically. Yani tunamtupa tu kwenye shimo kule. Njaa na kiu itamaliza tu. Bwana, ikapita kwenye kikao. Majamaa yana roho ngumu. Yanamchukua mdogo wao. Mdogo wa pili kutoka mwisho, yako 12 jumla majana dume. Wa pili kutoka mwisho Yusufu, wanamchukua Mwanamzumbe, wanamchukua anayekusanyika kwenye vale kumuomba Mungu. Yusufu aliyehudhuria vale. Yani wewe unataka upambane na anayeendaga vale kuomba. Usipoteze muda na huyo. Jamani, Bwana asifiwe. Tukiendaga vale tunashughulikia wote, haijalishi ni dean of students mkorofi, haijalishi ni lecturer mkorofi, hata kama na jina la kutisha. Tukienda vale wote wanakuwa maji ya kunywa, wote. Nasema amina, amina. Nasema amina. Vale, sema vale. Tukiendaga kule tunawakamata, we bind them. Tunawatuisha chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Jamani, Bwana asifiwe. Hao waliojipatia majina ya kuwatishia wanafunzi. Mwanafunzi akifika fesia anaambiwa bwana kaa chonjo. Kuna jina linaitwa nanili hapa. Yani hilo jina nanili. Kwa hiyo mtu anaanza kujua jina la mtu kabla ya masomo. Mimi nakataa hiyo kwa jina la Yesu. Mimi naikataa kwa jina la Yesu. Mimi nimeikataa hiyo kwa jina la Yesu. Hapana. Tuliye naye ni mkuu kuliko wao, na tumepewa jina lipitalo. Sikiliza, nasema tuna jina lipitalo kila jina, linapika mpaka jina la huyo anayetishia wanafunzi. Na mwenye shida, nikiongea hivi mwenye shida na mimi huko anifuate mwenyewe. Nipo sana na namba yangu ya simu nitaitoa. Wanitishia wanangu, na mimi nyamaze tu. Mimi sio muoga, si nyamaze. Wanangu, mwe hodari katika Bwana. Uwe hodari katika Bwana. Uwe hodari katika Bwana. Haleluya. Nasema haleluya. Wakamtishia Yusufu Mwanamzumbe, anayeendaga vale, akitoka vale anakuja kilima hewa. Hivyo unacheza nini wewe? Wakamtumbukiza ndani ya kile. Hebu soma msomaji kwa haraka. Mwanzo 37 na mstari wa 24. Akatumbukizwa ndani ya kisima, ndani ya shimo la kisima. And they took him and they cast him into a pit. P-I-T, pit. Wakamtumbukiza mle ndani. Soma msomaji wetu. Mwanzo sura ya 37 ndio. Wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Sikiliza.
Hebu andika shimo /kisima /birika. Ni hicho kitu kimoja. Akatumbukizwa kwenye kisima ambacho kimekauka maji, lakini bado ni shimo refu ambako hawezi kutoka. Wakamrushia ndani, akatua kule, akiangalia juu hivi, katobo kadogo, yuko peke yake ndani ya shimo. Alafu anakumbuka aliyeshiriki, kaka yangu Rubeni yumo, Simeoni kaka yangu yumo, Yuda kaka yangu kashiriki, Gadi ameshiriki, Naftali ameshiriki, Zabuloni ameshiriki. Anawafahamu wote. Anasema kweli wananifanya. Sasa mimi kwa lipi wananifanya? Akawa peke yake. Andika kwenye shimo kule, ni wakati wa kujihisi you are betrayed. Yani umetelekezwa, lakini pia sio kutelekezwa tu, ni kwamba umesalitiwa. Ni wakati wa kuona kwamba nimesalitiwa. Shimo lile linawakilisha kusalitiwa. Waliokuwa wanakula pamoja na wewe wanakuambia yeah, well done, well done, good, wako na wewe. Sasa wanageuka, wanakusaliti. Unajikuta uko peke yako. Alijiona katika hali ya kusalitiwa. Huyu mwenzetu alipotupwa ndani ya lile shimo, alipowekwa ndani ya lile shimo, akajiona ni aliyefeli. Akapata ile ladha ya mtu aliyefeli kozi fulani. Yani kwamba kwenye kozi hii, amenikamata bana. Tena alijisikia kana kwamba amekamatwa kozi zote. Kama alikuwa nazo 7, wamemkamata 7 zote. Kwa sababu alipokuwa kule chini hakuwa na namna yoyote ya kutoka. Na wale ndugu zake waliondoka wakaenda mbali. You can imagine a little boy, a young man, Joseph, akiwa anaita kwa sauti ya huruma, Ruben, kaka Ruben, kaka Ruben, nisaidie, nitoe humu ndani. Kaka Ruben, Simon, Gadi, nafia humu. He felt betrayed. Akaona amesalitiwa na watu waliowaamini. Ni kama leo unaona kama vile nimeweka bidii kwenye kusoma, nimeenda kule kwenye vinani vya kujisomea, I put all my efforts, darasani nimehudhuria, my coursework nimefanya vizuri. Inapokuja university examination UE, inakuja tofauti na ulivyojiandaa, tofauti na ulivyoandika. Ulitoka unasema angalau B, inakuja wamekukamata. Hiyo ndio hali unajisikia kama umetelekezwa fulani hivi, kama masomo yamekusaliti. Yani ile unaona ile kozi imekusaliti, kwamba nilisoma kwa bidii, nikaomba, nikamtumikia Bwana, nikatoa sadaka na zaka, nikachangia, na outreach nimeenda. Nikiwa outreach naangalia matokeo yangu nimekamatwa. Unasikia ile hali kama vile umesalitiwa. Sikili, relax. Geuka mwambie mwenzako relax. Mwambie tena relax. Mwangalie, mwambie relax. Kutumbukizwa kwenye shimo sio mwisho wa safari. Ukitaka muulize mwana Kasfeta mwenzetu Yusufu atakwambia. Kutumbukizwa kwenye shimo na hamna ngazi, hamna kamba. Unaona kabisa sasa hapa Mzumbe, wimbo gani wa kuimba nao hapa? Labda tuonane milele, labda niimbe huo. Maana kila wimbo ukitaka kuimba hauimbiki. Mpaka nyimbo za kumtukuza Mungu wakati huo zinakuwa ziimbiki. Au mimi nakosea kuongea? Zile nakwambia ukweli, unaona kama masomo yamekufanya nini jamani? Yamekusaliti. Unajiona kwamba umetumbukia kwenye shimo ambalo kutoka haiwezekani. Na lecturer ukisema ufanye appeal, ukisema uandike appeal, huoni hata vigezo. Yani unapoandika appeal lazima utoe sababu, labda kwa unaumwa au sijui kwaje. Unajua zile kwenye zile appeal zile, wewe mwenyewe kabisa unaona kabisa hata nikiandika appeal kwenye sehemu ya sababu sina. Geuka tena mwambie mwenzako relax. Kwenye wakati kama huo usiogope. Kwa sababu ulimcha Mungu na ukamuomba Mungu, ukamtumikia na ukaweka bidii kwenye masomo yako, ikaja tofauti, usiogope.
usiogope. Mungu aliona hiyo kabla haijatokea. Jamani, Bwana asifiwe. Aliona kabla haijatokea na alikuwa na uwezo wa kuizuia. Alipoachia upitie, maana yake alitaka asafiri na wewe, akuongezee uzoefu, akuongezee uzoefu, akuongezee uzoefu. Bwana Mungu alitaka akutengenezee ushuhuda. Ndio yale. Kuna alumni mwenzetu wa Mzumbe hapa, alumni wa umu na Vale, alikuwa anaenda alumni, aliitwa Daniel, naye alipitia muombaji Vale, anaenda Vale asubuhi, mchana na jioni Vale. Pamoja na hiyo na kumcha Mungu na kunyoka kabisa na kupinga uovu, bado alipitia wakati mgumu mwanangu, mpaka anawekwa mikononi, anatupwa kabisa kwenye tundu la simba. Yani yale maombi yote anayaita, Bwana kumbuka maombi yangu ya Vale, kumbuka. Anaona kama hajajibiwa, wanafunga mikono miguu, wanafanya ile mzobe moja, washafungua tundu anashuhudia, yani mmoja anasema, au labda watakaponirusha labda Mungu atafanya hivi. Yani wanasubiria pale, labda maombi atajibu wakati huu. Wanamwachia, anaona anaenda mule mpaka anatoa ndani. Kumbe Mungu alishajibu mapema. Unajua, badala ya kujibu alivyofikiri yeye kwamba labda kwamba wanaita kwenye kikao cha mashtaka na sambaratisha mwenyekiti, lugha zao zigongane, anashangaa wasambaratiki wanaelewana mpaka wanaweka agenda kwamba hawa watakao nifanyia hivyo, nirushe wale, na kata mikono yao, na fyeka mikono yao. Anashangaa haikatiki, yani wanampeleka tu. Tunafahamu yale maombi yetu yale ya kufyeka na kata na ngoa. Anashangaa ing'oki, haifyeki. Hadi anatua ndani kule. Anashangaa sasa. Anasubiria kifuatacho ITV, hamna. Kwa sababu ukitua kule kifuatacho, kimsingi wewe unaelewa wameandaliwa simba wale wawe na njaa siku 7 mfululizo. Wewe unafikiri ukitua kule una nini kinaendelea? Si majibu tunayo tu. Anasubiria, hamna. Anawaangalia wamo tu. Wakumbe Mungu alishatangulia akajibu mapema kabisa. Yaani siku ile ya kwanza alishajibu. Mungu akaenda akaingia ndani kule. Alafu ile appetite button Mungu akaitana off. Alishajibu. Kwa hiyo kama Danieli angeamua kwanza jamani Mungu Mungu alishajibu siku nyingi. Na Mungu alijua atapitia hayo. Akaenda kwenye kila simba na ile appetite button ni appetite button ya nyama ya mwili wa Danieli peke yake. Ukicheka mambo umenielewa. Ni ile nyama yake tu ya huyu mtu mmoja, mwana Mzumbe University huyu. Nyama zetu haziliwagwi. Jamani, Bwana asifiwe. Hatuliwi kichwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema siliwi kichwa kwa jina la Yesu. Kichwa changu hakiliwi kwa jina la Yesu. Na iwe hivyo kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Danieli hakuliwa nyama. Mungu akajibu kwa namna nyingine. Kwa hiyo wakati ule wote na vikao na mashtaka na kusingiziwa na nini mpaka Danieli anamshika mzobe, Mungu alikuwa anasafiri naye. Akihamia kwenye hii, Mungu yuko naye tu. Akihamia kwenye chapter nyingine, Mungu yuko naye, na yeye anasafiri naye tu, anasafiri naye mpaka ndani kule. Simba wakamuona aliyeingia, tumeongezewa mwenzetu. Wakaona ni aina nyingine ya simba ameletwa muda. Huyu Yesu ni acheni kabisa. Jamani, Bwana asifiwe. Kaona sasa muongezewa bwana idadi huko. Manake aliyeingia humo ndani yake amembeba simba wa kabila la Yuda.
wakamuona ile simba wa kabila la Yuda ndani ya Yusufu, ndani ya Danieli. Na maanisha kibao kikageuka. Baadaye inafika siku nyingine, mnaelewa, wale wote waliomwaccuse vibaya, kamata wao na wake zao na watu wao, mfanyakazi wa ndani, mtoto, na ndio hii kuwa marafiki na kila mtu ni mbaya. Usiwe rafiki. Tukisema ishi maisha ya mipaka ndio utatuelewa. Wenzako kuna watu watutaki hata ni salamu tu unapita kama hujaona. Ikifika kama hizo wanasema na aliyekuwa naye jana na wote wanao karibu yake wote kamata kwenye tu. Ina faida kuishi maisha yenye mipaka. Jamani, Bwana asifiwe. Sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako kumshirikisha maisha bana. Salimia, usalama igombi. Wewe salimia, endelea na maisha yako. Wakuwafanya kuwa rafiki wa karibu na kuwashirikisha maisha. Wewe ni wana wa ufalme. Wewe Waebrania wenzako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Waebrania wenzako ndio wanashirikisha mambo yako yetu. Maisha unawashirikisha, unakuwa salama. Alipokuwa kule ndani, sauti za uongo zilikuwa nyingi sana kwenye shimo kule. Uko peke yako. Wamekuacha, umeita hawasikii. Haya, yule Mungu uliyemtumaini yuko wapi? Sauti za uongo mara nyingi zinawaiji. Unapopitia wakati fulani wa kimasomo, zinawahi zile sauti kwanza kuongea. Zikatae katika jina la Yesu. Mungu alikuwa naye ndani ya shimo lile lile, na Mungu alikuwa pembeni yuko naye tu. Anamruhusu apitie, apate uzoefu na ajenge ushuhuda, na maisha yake hajatusaidie baadaye kizazi chetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa andika pale juu kwenye kichwa cha habari, uandike P, herufi P kubwa, P 4 za Yusufu. P, letter P. The 4 P's of Joseph. Kwa P ya kwanza ni pit. Twende P ya pili. Sasa ikatokea kuna mabwana wafanyabiashara wanatoka zao walikotoka, wanashuka, wanapita pale kama njia wakielekea Misri. Hao mabwana wakasema jamani, mnaonaje hapa tukatengeneza hela? Sio biashara wale tunafahamu, wanapita the caravan, you know, the caravan is passing, we can make a little bit of money here. Wakasema isafu kweli bwana. Wenyewe wakarudi, wakafanya walivyofanya, wakamtoa kwenye peti, wakamuuza mdogo wao, ndugu wa damu, kwa wafanyabiashara, ili wale waende wakamuuze kama mtumwa kule Misri. Na kweli akauzwa. Mabwana wakaweka pesa mfukoni, ndugu yao ameenda kusikojulikana kwa watu wasiowajua. Kama wakimla nyama mshikaki sawa, wakakibaki hai sawa. Walifika pabaya wale watu, na aliondoka yule, akaondoka. I can imagine kijana wa miaka 16 17 Yusufu, I can imagine anapandishwa juu ya ngamia. Ngamia anaenda, alafu anaangalia nyuma, yani kwamba ndio kweli, like serious, kwamba mnaenda nyumbani kwa baba na mama, mdogo wenu naenda na watu msio, hamna namba zao za simu, hamna email yao, hata hawana YouTube channel, hawana Facebook. Mnanipeleka kwa watu ambao hamna namna ya kuwapata, Instagram hawana. Hawa watu ndio hiyo ni wakati, huo ni wakati mgumu, usiombe. Ndio wakati ambao wewe unapitia baada ya masomo kuwa yamekwenda namna ambavyo kutegemea. Unaona kama mambo hayajakasa, kuna ile hali fulani, chakula akiliki, usingizi haulaliki, ibadani unaenda kuvuta miguu,
yani unaona kama dunia nzima umeibeba peke yako mabegani. Nasema hivi, usiogope. Mwenzetu aliwahi kupitia hali hiyo na Mungu hakuwahi kumwacha. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu hakuwahi kumwacha katika hali ngumu kama hiyo, lakini tunafarijika kwa sababu Mungu hakumwacha kabisa. Akaishia kuuzwa kama mtumwa nyumbani kwa Potifa. Kwa namba 2, pia pili ni Potiphar's house. Sasa Potifa alikuwa nani? Potifa alikuwa ni mkuu wa majeshi ya nchi yote ya Misri wakati wa utawala wa Farao. Sasa kwa haraka unaweza kuona unakuwa mfanyakazi kwa mkuu wa majeshi, yule mtu yuko sio pabaya sana, vyakula nini, hata pa kulala, yani ni kama mafanikio, lakini that was a false success. Andika, yeye kuwa kwa Potifa sio mafanikio. Mungu akumuitia kwa Potifa kwa sababu bado ni mtumwa. Lakini mchungaji, nikisoma naona baadaye akafanywa kuwa mkuu ndani ya Potifa, ndani ya mji wa Potifa, akafanya kuwa msimamizi, akawa ana cheo. Pamoja na cheo, lakini bado ni cheo ndani ya duara la utumwa kwa Potifa. Kwa hiyo bado na Mungu akumuitia pale, ila ilibidi apite. Kuna vitu Mungu anamfundisha, anaviweka kwenye shimo kule alipokuwepo. Kuna vitu vya muhimu ambavyo vilijengwa ndani yake, viliwekwa ndani, nitakwambia baadaye, viliwekwa ndani yake. Alipoondolewa kwenye shimo, hakutoka kama alivyoingia. Aliingia akiwa tofauti na akatoka akiwa ana vitu vyema ambavyo hakuwa navyo hapo kabla. Nitakwambia baadaye. Ilikuwa ni sehemu ya kutengenezwa na kuandaliwa kwa ajili ya hatima ile. Na kwa Potifa hivyo. Tusome Mwanzo 39 mstari wa 4. Msomaji wetu. 39 ndio. Yusufu akaona neema machoni pake. Tulia. Ukisoma hapa Yusufu akaona neema machoni pa mheshimiwa Potifa, ni kama mafanikio. Nikwambia that's a false success, kwa sababu Mungu hajamuiti. Hiyo sio hatima yake. Hebu nenda mstari wa 20 ndio uone sasa. Mstari wa 20 wanawake akamtoa Yusufu akamtia gerezani. Unaona sasa? Mahali wafungwa kwa mfalme. Kwa hiyo ile ilikuwa ni false success, kwa sababu mwishoni aliishia kuwa gerezani. Na Mungu akumuita ili aishie kuwa mtumwa kwa Potifa. Sio kwenye shimo wala sio kwa Potifa. Mungu alimuita kwenye ndoto ile, ambapo alipoisimulia ile ndoto wakafura, wakavimba, wakakasirika, wakawa na kinyongo. Hiyo ndio hatima. Sasa kuifikia ile hatima kuna safari. Kituo cha kwanza, pit. Kituo cha pili, Potiphar's house, ambayo ikasababisha pia 3, prison. Tumesoma hapo prison. Akatupwa gerezani kwa kesi ya kutengeneza mchongo. Kesi za mchongo hazianza leo. Danieli alifanywa kesi ya mchongo. Huyu Yusufu akafanywa kesi ya unashitakiwa kwa kosa ambalo kulifanya, na unakaa ndani kweli kabisa. Na unakaa kweli ndani. Ilimkuta mwenzetu kwenye safari yake ya maisha, akajiona sasa hii inakuaje. Hebu soma tena mstari wa 20, mtumishi wa Bwana peke yake umalizie. Rudia umalizie. Wanawake akamtoa Yusufu. Ndio. Akamtia gerezani. Mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme. Naye akaomo humo gerezani. Man, kwa kaishia kwa hiyo from the pit to Potiphar's house, which led to the prison. Yumo mule sasa. Kwenye maisha ya safari ya kimasomo, gereza ni pale ambapo ni maisha ya ajabu sana. Ni yale maisha ambayo unakaa hivi, alafu unaona wenzako wewe una retake, ila wenzako wana continue.
Unaona, wewe unarudia mwaka, wenzako uliokuwa nao wanaendelea. Hicho ndio kipindi cha prison. Ile hisia ya mfungwa gerezani inafanana kabisa na yule ambaye anaona wenzake aliokuwa nao wakiendelea, yeye anatakiwa afanye supplementary au a retake au arudie mwaka kabisa. Na nikwambia, hata kama unapitia wakati huo, mwenzetu Yusufu alishakuepo kule, na tukahakikisha kwamba Mungu hakumwacha hata wakati wake wa kuretake, hata wakati wake kurudia mwaka, hata kama ni wakati wa kurudia kwenda kuapply chuo kikuu upya kabisa, chuo kingine, hata kama ikafikia wakati huo. Sikiliza, kwa sababu yametokea namna hiyo haimaanishi Mungu amekuacha. Nisikilize mimi na unielewe. Mungu haachi kuwa Mungu kwa sababu mtu amekuwa discontinued. Hapana. Mungu anabaki kuwa Mungu hata kama una retake the course, hata kama unarudia mwaka, hata kama unabidi ukasapue kwamba umekamatwa inabidi ukafanya supplementary, hata kama hivyo vyote havimshushi Mungu hadhi wala ishushi nguvu ya Mungu. Bado yuko na wewe na atakusaidia. Amina. Na jamani, Bwana asifiwe. Atakusaidia, usiogope. Usiogope. Naweza nikawa naongea na mtu ambaye tayari amejeruhiwa, hii inamponya, na mshukuru Mungu. Naweza nikawa naongea na mtu ambaye naongea vitu ambavyo kwake ni nadharia, yani havijaje kupitia, anasema oh glory to God, haijaje kutokea kwangu. Listen, chukua hii hifadhi, we don't know tomorrow. Jamani, Bwana asifiwe. Ili ikija kimbunga upate pa kuwekea miguu yako, umsubiri Bwana mpaka utakapomuona. Jamani, Bwana asifiwe. Chukua hii hifadhi tu. Kama sio kwako, utakutana na mtu atakayepitia hii, alafu utamsaidia. Chukua hii. Mwenzetu kabisa, umri miaka 16 ya kuzaliwa, 17. Yusufu alikuwa na umri wakati wake anamtokea haya, 16 17 years old. Anashuhudia mambo ya ajabu. Ni mkaka mkubwa kama wewe, mkaka mkubwa kabisa. Ni mkaka nyumbani pale. Ni mdogo ndio, lakini mkaka 17 years old sio mdogo. Ni mkaka wa kutegemea kabisa. Yakamkuta haya bado. Kwa hiyo maumivu aliyoyapata akiwa gerezani ni maumivu ya kungojelea, kusubiri. Nilikaa pale nikamwambia, unasubiri kwamba sasa yani mpaka nisubiri ile raundi nyingine ile semester, wale watakao soma ile somo afu na mimi ndo nijiunge naye kwa sababu ya somo hilo. Kwa hiyo mtu anapitia maumivu ya kungojea, maumivu ya kusubiri, jeraha, anajeruhiwa kwa sababu anangojea. Yusufu alikaa gerezani na alipitia jeraha, alijeruhiwa kwa jeraha la kungojea. Hajui atafunguliwa lini, hajui atauawa au ataachiwa huru, haelewi chochote. Kwa hiyo alikuwa anaumia na jeruhiwa, anangojea kwamba lini nita graduate. Ni ili jeraha hili la kuwa kwenye gereza, na kwenye gereza ni sehemu ya kungojelea. Sasa anangojelea kule, ndio ile ambayo wenzako wanavaa joho na wewe upo na ulikuwa nao, na unasema ningekuwa na mimi navaa joho pamoja nao, lakini nangojea kwa sababu kuna kiporo nikimalizie. Hapo ndio wakati wa pia tatu. Sikiliza, hata hapo Mungu yupo. Hata kwenye hali hiyo usiogope. Niamini mimi, usiogope. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Mungu wetu usafiri na watu wake jangwani, anaenda nao. Usafiri na watu wake kwenye maji mengi, lakini hawagarikishwi. Usafiri na watu wake kwenye moto mkali na hawateketei, hata hawanuki moshi nguo zao.
Mungu wetu usafiri na watu kwenye milima mirefu na wachoki miguu yao. Mungu wetu hupita na sisi kwenye mapito yetu. Andika hiyo. Mungu wetu hupita nasi kwenye mapito yetu. Hakuna hata siku moja ulipita kwenye jaribu au pito ukawa peke yako. Andika, Mungu wetu hupita nasi kwenye majaribu yetu, kwenye mapito yetu, kwenye shida zetu, kwenye taabu zetu. Mungu wetu yuko hivyo, hatuachani. Mungu wetu hatutangulizi. Anapita na sisi. Ushahidi umejaa kwenye Biblia. Paulo anawaambia Wakorinto, Mtume Paulo anawaambia Wakorinto kwamba baba zenu wakanywea mwamba, maji kwenye ule mwamba, na ule mwamba ulikuwa ukiwafuata miaka yote 40 jangwani, na mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Nikasema yani kumbe ule mwamba alioambiwa piga mara moja alikuwa ni Yesu mwenyewe. Tunaimbaga mwamba. Yesu ndiye mwamba. Yesu ni mwamba kweli. Na Yesu mwamba alikuwepo kwenye Agano la Kale, ila alikuwa amefunikwa, haonekani waziwazi. Na walipokuwa wanapita kwenye wakati wa jangwa, Yesu alikuwa pamoja nao jangwani kwa miaka 40 kila siku, wasijue. Yesu wetu mpita na sisi kwenye mapito yetu. Haujawahi kuwa peke yako. Mungu wetu hayuko hivyo, hatuachagi. Mungu wetu hatutelekezi. Anaenda na sisi kwenye moto, kama ni maji anapita na sisi, kama ni mafuriko anapita na sisi, kwenye sapu anapita na sisi, kwenye kudisko anapita na sisi, kwenye burikeke anapita na sisi. Hauko peke yako. Nasema hauko peke yako. Hauko peke yako. Na ndio maana semester hii tunaianza, hatuko peke yetu. Tunaenda naye Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Tunaanza naye, tunaenda naye, tunamaliza naye. Mchukue Danieli, nimekuambia. Mungu akatangulia kule akafunga mapana ya simba. Haya, mchukue nani mwingine? Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye tanuru. Angalia, wakasemaje? Hatukuwatupa watu watatu. Si mnakumbuka kipengele hicho? Mnakumbuka? Ni uthibitisho na uthibitisho juu ya uthibitisho kwamba watu wa Mungu kwenye mapito yao hatupitaji peke yetu. Mungu wetu hupita pamoja nasi. Mungu awe na wewe kwenye semester hii kwa jina la Yesu. Mungu awe na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haijalishi hata kama unapitia mpaka unasikia kiungulia, yani kwamba kuna namna fulani unaingia semester hii una tuviporo 1-2 fulani, ukikumbuka hadi kiungulia kinapanda, usiogope. Hicho kiungulia Bwana akuponye. Hii semester unaenda kuikilia, na kama viporo vipo unakilia, utakuja na ushuhuda. Nasema utakuja na ushuhuda hapa, kwa sababu huyu Mungu, hiyo sapu unayoiona hutaiona tena. Amen. Bwana atakupigania wewe na utanyamaza kimya. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Nasema ukweli kabisa, huyu Mungu nimemthibitisha kwa kusoma maandiko na kwenye maisha yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo sina maisha, sina mareo, sina miaka mingi sana. Na nimebakisha kama miaka 4 hivi nifike miaka 3 sijui, 2. Nasahau umri wangu tena. Bado miaka 2 nifike nusu karne. Sio mbaya sana. Kuna kanusu karne hapa. Bado kasoro miaka nafikiri 2. Piga makofi hata kidogo basi. Kwenye hii miaka 50 kasoro 2, kasoro 3. Haijatosha tu kumfahamu Mungu? Kama ushuhuda ninao. Mimi sio bora kuliko wote, lakini na mimi na ushuhuda. Kuna milima, mabonde, poli. Ila kwenye kila hali nalimuona Bwana akinitetea. Jamani, Bwana asifiwe. Niwaambieni wanangu, kuna wakati fulani Mungu anaweza karuhusu hali fulani ngumu sana ya kutoa machozi, ukanyongonyea, ukakonda, sketi zikawa zishiki, unafunga na pini. Unajua mapito yakija bana, ayaangalie yanakunyoosha.
Unaona hiyo pito likija linaweza likatena una haja ya kufanya diet, yani pito unaona kaka anafunga mkanda, anaongeza tobo mwenyewe lingine. Ana pitemo. Mungu anampa uzoefu. Mungu anamwandalia ushuhuda. Unaona kaka kiuno ana tundu lingine tena mkanda. Hadi kiuno kinakuwa hivi. Anakuwa akiimbisha wimbo anakuwa mwepesi sana hapa mbele. Kwenye kwaya mnaona kwa alivyo mwepesi huyu akae mstari wa mbele kwa sababu analinogesha akifanya hivi. Lakini kumbe mwenzetu yuko na Mungu, anapita kwenye kutafuta uzoefu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiogope nyakati hizo. Mungu akiruhusu nyakati kama hizo, mara nyingi sana kinachofuatia ni utukufu mkuu sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni utukufu mkuu sana. Leo nisimtaje jina. Kuna mwanangu mmoja hapa aliwahi kupata miaka hiyo. Kumbuka nimelea kwa miaka mingi hapa. Yaani nina watoto mpaka wao ndio wananikumbusha, baba, Bwana asifiwe. Mimi ulinilea Mzumbe mwaka gani huko? Naambia nisamee, ubarikiwe. Basi tunaenda hivyo hivyo. Mwanangu mmoja akapata changamoto yake mimi hapa, akapata shida, tulikaa kikao, nikapigiwa simu, mchungaji, kuna baba mlezi, kuna mambo huko aje nini, nikakimbia. Kaambia bwana, kuna mshirika huyo na nini, akaniambia matokeo yamekuja, yani sio yenyewe. Sasa amekata tamaa kabisa kwa sababu kimsingi amekuwa discontinued. Basi nikakaa naye nikamwambia, mwanangu, tulia. Don't worry. Mungu alijua itakuwa hivi na alikuwa na uwezo wa kuzuia. Jamani, Mungu wetu ana uwezo wa kuzuia, hana uwezo? Tena haichukui sekunde kwake ni nyingi. Ana uwezo wa kuzuia disaster isimkute mtoto wake. Ukiona mpaka imefika, ameiruhusu. Na kama ameruhusu, ina makusudi yaliyo mema. Niamini mimi. Kumbe kudisko kwake ikafungulia njia ya yeye kupata chuo kikuu cha Marekani. Ananiaga mwanangu, ananiambia, baba, nakwenda Julius Nyerere International Airport, Dar es Salaam. I'm flying to the United States of America. Yule aliyekuwa anaambiwa, analetewa chakula, mimi siwezi kula. na kweli inaumiza kibinadamu. Jamani. Kibinadamu unajua tunakosa majibu. Analia, ali chakula, fellowship haji, vale haendi. Baada ya siku mbili ngapi ali chakula, akasema hapa tumwambie baba haje aongee naye, maana viongozi tumedunda. Nikatoka mjini usiku nikaja. Tukaenda tukakaa pale ndani ya chuo panaitwa IDM. Tukakaa IDM pale. Nikaagiza juice. Nikampa nikaiombea, baba, mwanangu anapokunywa hii juice umtokee Bwana. Amen. Nikampa. Akafuta. Na tangia hapo akawa nakula chakula, akatulia vizuri, ule upendo wa Mungu akaufia. Baba ametoka mjini usiku. Na enzi hizo nilikuwa na bodaboda yangu, pikipiki yangu. Nikaendesha mwenyewe na kijana wangu Joshua. Nafikiri wewe mwenyekiti anafahamu sana na vijana wangu wanamfahamu Joshua, ile kijana wangu yule. Usiku saa 8 unatoka mjini kwa bodaboda, unakuja chuo kikuu Mzumbe kuongea na mwanafunzi mmoja ambaye amejeruhiwa. Ni huduma, naipenda hiyo huduma sana. Penda sana. Mimi naitwa saa yote nakuja. It's good to care about people, especially people who are wounded. Siku
hiyo akapiga juisi nzuri, tukazungumza mpaka kucha na amani. Nikamwambia nani na mwenzake waje nyumbani mjini, wakaja. Aliishi akakaa nyumbani kwangu pale, akakaa pale nafikiri kama miezi 3 nafikiri mfululizo nyumbani kwangu ili apone. Alikuwa amejeruhiwa vibaya mno kihisia. Aliona sasa maisha ni hamna maisha tena. No, maisha yapo. Hata upitie nini, maisha bado yapo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa baada ya pale nikamruhusu akarudi nyumbani kusalimia. Sasa wazazi wake wanaongea nao, akaenda kasalimia na nini. Huku nikapata mtu fulani nikaongea, kwa sababu mwaka 2000 nilipata neema ya Bwana kwenda Marekani. Nimekaa miaka 4 kule. Kwa hiyo nimepata marafiki wengi Marekani kule. Kwa hiyo katika kuongea na mmoja akasema kuna nafanya nini. Nikamwambia mwanangu, hebu chukua hii link, apply, jaza hii form, ukimaliza wakisha kujibu utajaza hii, waambie wakupe I-20 form. Wakishakupa I-20 form, wakati huo tafuta passport kwa imani. Aka-apply passport kwa imani, kule nasubiria ikatoka, imerudi. Amekuwa amechaguliwa kwenye chuo hicho tayari. Kule I-20 form ikatumwa ya kutoka chuo husika ili utumie kwenda kuapply visa ya Marekani pale Msasani. Kwa hiyo michakato ni mirefu akaifanya ile. Mtumishi wa Bwana alikuwa mtumishi mzuri kweli, alikuwa ana safi sana, lakini akajeruhiwa eneo lile. Mimi nikasema kibinadamu, labda asingepitia hiyo, labda angekuwa tunaye bado hapa Morogoro au Tanzania. Mungu pengine aliruhusu hiyo na akaondoka na uzoefu mkubwa hapa, alafu Bwana akafungua mlango mkubwa zaidi. Tunavyoongea hivi yuko huko bado. Mimi nimeenda, nimemaliza, nimerudi. Yeye ameenda hajarudi. Pamenoga. Jamani, Bwana asifiwe. Na kuna shuhuda za watoto wangu wengine kadhaa ambao walijeruhika kimasomo, lakini kupitia kujeruhiwa kimasomo Bwana akafungua the best door. Kwa hiyo usiogope. Weka bidii kwenye masomo, lakini pamoja na bidii na maombi na utumishi, alafu bado ukaona umepita kwenye pito, usiogope. Mungu wetu, nimekwambia uandike, Mungu wetu hupita nasi kwenye mapito yetu. Hatuambii nendeni nitakuja. Anaenda na sisi kwenye moto. Ndio ile atukutupa 3, mbona ni 4? Maana yake ni ushahidi kwamba na yeye anakuemogo mule kwenye mapito katikati. Sema tu sisi ndio tumuonana. Kwenye maumivu yale yumo kwenye shimo yumo, kwa Potifa na kusingiziwa yumo. Sasa magereza mule yumo. Sasa Yusufu akiwa gerezani, wakaja watu 2 wafungwa wenzake. Kama bwana tumesikia bwana, yani mtu akikwambia ndoto unaweza ukatoa maana, yani nimeota bwana. Mmoja akamwambia ndoto yake, akamwambia hiyo ndoto yako tafsiri yake ni kwamba kutokea sasa hivi tunavyoongea, leo juma ngapi? Mbele Ijumaa. Jumamosi. Siku ya 3 kutokea leo, unakuja wanakata kichwa. Akasema yala, akatulia. Yaani ulivyoniambia ndio ndoto inaenda hivi. Na huyo alikuwa ni mtumishi, amefungwa huko, lakini alikuwa ni mtumishi kwa mfalme na akafanya makosa kwa amefungwa. Mwingine akamwambia nimesikia bwana nimeota nini? Hapana, nimeota nikaota haya. Akamwambia siku ya 3 kutoka sasa utatolewa humu na utarudishwa kwenye nafasi yako ya utumishi kule kuliko unafanya kazi. Ilipofika siku ikawa vile vile.
Kwa huyu wa kukata kichwa na huyu wa kutolewa kurudishwa zile. Ila anatoa huduma alafu baadaye anasema yangu si, kwa sababu sasa hajaota kuhusu yeye. Kwa hiyo na anashuhudia mfungwa anatolewa, anaondolewa kichwa. Na ukumbuke kesi yake ilikuwa ni ya utata. Umefahamu kesi ya nani? Kesi yake ilikuwa ni ya kuondolewa kichwa. Mke wa mwenyewe tena. Alafu kumbuka ni mke wa mkuu wa majeshi. Hivi unacheza nini? Si anakuja kutekeleza mwenyewe mwenye mke wake. Kwa hiyo alikuwa anakaa anasema kweli sijafanya chochote, lakini kwa kusingiziwa huku nimo humu ndani. Anawahudumia wengine wanapona, na anampa mwingine anapata haki yake ya kutolewa kichwa, na huyu anatolewa. Akibaki mwenyewe anangoje, yupo anapata maumivu ya kungojelea. Niliyemsaidia kumhudumia katoka, mimi nimebaki. Ndio ile kwamba mimi tulikuwa tuna solve, yani katika kile tunafanya mimi ndio nilikuwa nashuka na solve na kalamu. Alafu mimi nimekamatwa, mimi niliyokuwa na wasolvia hivi. Nyinyi mnaelewa ninachokiongea huko ndani? Unakuwa kwenye gereza la kungojelea, ya unapata maumivu ya kungoja. Hebu tumalizie pia mwisho. Kabla ya pia mwisho tuandike, tusome Zaburi 105 na mstari wa 18. Zaburi 105 mstari wa 18. Ndio. Biblia inasema walimuumiza miguu yake kwa fimbo. Akatiwa katika minyororo ya chuma. Hapo. Gerezani alafu na minyororo juu na pingu juu. Kwa hiyo unakuwa huoni namna ya kuchomoa. Ndio ile mwanafunzi anapata changamoto ya kielimu alafu haoni solution kabisa. Haoni solution. Anakuwa kwenye gereza, kifungo. Nyumbani nitasema nini kwa wapendwa fellowship? Nitasema uzuri sisi ni waelewa humu ndani. Na nikwambie, ukipata changamoto ya kielimu kimbilia kwa viongozi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukipata changamoto sio ya kielimu, changamoto yoyote, sisi ni familia, kimbilia kwa viongozi. Wataihandle hiyo, wakiona kuna haja watakuja kwangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mengine ataishia kwao, Mungu amewapa neema. Wakiona kuna haja, nipo. Tutashikamana pamoja na viongozi, tunafanyaje? Tuko hapa wote ni familia moja. Wote ni familia moja. Wote sisi ni familia moja. Andika mambo machache ambayo alijifunza Yusufu alijifunza akiwa gerezani. Jambo la kwanza. Akiwa gerezani pia 3. Na kimsingi kuanzia pia kwanza na ya pili na hii ya 3. Ila sasa kwenye pia 3 tunazungumzia. Jambo la kwanza alijifunza administration. Hilo somo alijifunza tangu kwenye pit na kwa Potiphar's house, na sana in the prison alijifunza administration. Ukitulia ukaangalia utaona kabisa. Na Mungu alitaka apitie kwenye wakati mgumu wa misukosuko, wa kukua peke yake na nini, zile zote, uchungu akiwa peke yake, maumivu nini, unaita mtu akusaidia asikiwa na unduki, zile zote ni moja ya ingredient ya muhimu sana kwenye administration. Na ndio utaanza kuona hii administration itamsaidia kwenye kilele pale anapofika kwenye purpose. Jambo la pili ambalo alijifunza ni leadership. Magumu yale yalimsaidia kujifunza kozi ya leadership. Sasa sisi tunakula kozi ya leadership, ile ni ngapi? Kodi yake ni ngapi ile kodi leadership nini?
na PowerPoint pale mbele, na lecturer na slides zinapita, na unaambiwa ukafotokopy kitini pale nani, unaona unajifunza huku unakunywa na maji ya kunywa, unaweka dumu hapa chini na unafanya na kula kozi ya administration. Huyu alijifunza kozi ya administration akiwa kwenye wakati wa mbinyo, akiwa kwenye upweke, akiwa hana option nyingine yoyote, akiwa ana njaa, ametelekezwa, hana nyenzo ya kumsaidia, akajifunza kozi nyingine, leadership. Katika hali hiyo amejifunza leadership akiwa na njaa, ana kiu, yuko peke yake, hana subordinates, hana mtu wa kumtuma, hana namna nyingine, anajifunza kozi ya leadership katika hali kama hiyo. Kozi ya tatu na ya mwisho ya muhimu, alijifunza patience, uvumilivu au subira. Akajifunza patience, administration, leadership and patience, ambavyo utaangalia baadaye ni vitu ambavyo alitakiwa awe navyo, ilikuwa lazima awe navyo kabla hajafikia ile hatima ambayo Mungu anampeleka, ile ambayo aliona kwenye ndoto, na wale alivyoisimulia wakakerekwa. Ilikuwa ni muhimu apitie kwenye shimo, atoke, apitie kwa Potifa, apitie msukosuko asingiziwe, halafu aingie gerezani. Ilikuwa ni muhimu. Kule kuna vitu vya muhimu sana alikuwa anavipokea. Nimekupa hivyo vitatu, na vilimuingia vizuri kweli, na alifaulu hizo kozi kweli kweli. Kozi ya administration, kozi ya leadership na kozi ya patience. Alizifaulu hizo kozi with distinction. Andika. My academic delay is not a denial. Ukichelewa kwenye safari ya taaluma, kwenye siji hapa imekwaruzwa kidogo somo moja repeat, haimaanishi Mungu amekataa usiendelee na safari ya kielimu. My academic delay is not a denial. Ongezea mbele yake, it is a curriculum. Kwenye yale magumu ni curriculum, ni mtaala. Kule kwenye shimo kuna mtaala alikuwa anapitia, anafundishwa, akatoka. Alipoingia kwa Potifa, seke na heka, ulikuwa ni curriculum nyingine, akaipitia na akafanya vizuri. Alipoingia gerezani, ilikuwa ni mtaala mwingine, anapitishwa kwenye mtaala mwingine ili aweze kuandaliwa vizuri, afae kule ambako Mungu sasa anaenda kumketisha. Unapopitia magumu, Mungu hajakusahau mwanangu, wala Mungu hajasema kwamba matokeo yamekaa vibaya. Mungu anasema I say mwanangu ameasibu ile somo ulisema nini? Yani Mungu hayuko hivyo kwamba ile si nilikuwa wapi, umepata umeiteki. Mungu hayuko hivyo. Mungu anafahamu hata kabla hajatokea, na akiruhusu iko ndani ya mpango wake, na kuna kitu chema kitazaliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia niamini mimi, nakwambia kabisa. Unapopitia andika, when I go through hardship, God is teaching me to handle disappointments. When I go through challenges, hardships, when I go through such challenges, hardship, and what? God is teaching me how to manage disappointment. God is teaching me how to manage disappointments.
Kwa sababu sasa Mungu akikuweka sehemu ya utukufu kubwa kama ile, alafu wewe ujiuji rojorojo kitu kidogo tu unalia, kile kitu inakuwa ukitendee haki, ile nafasi inakuwa. Kwa hiyo Mungu akitupitisha nyakati zile ngumu, ndio maana angalia, hebu sema mwenzetu nilimwambia kuna alumni mwingine nilikutajia Daniel, si ndio? Na Tundu la Simba. Sasa kuna alumni mwingine mwenzetu anaitwa Daudi, akaja kama mfalme Daudi. Angalia, Mungu amemwandaa kuwa mfalme. Angalia yopitia, kapitia vizugozugo kuliko, afu ni bora mdogo kwao. Sio tu ndugu kupambana naye. Kwanza alianza kuchunga mbuzi, ni kazi ndogo sana, yani ni kazi ambayo yani unachunga mbuzi, kondoo. Akapita kwenye muda wa kuchunga kwanza yeye na mbuzi na yeye ananuka mbuzi. Ametoka hapo ni kupambana na simba, akamshinda. Katoka hapo na pambana ndugu, akamshinda. Katoka hapo Goliathi hili akamshinda. Ametoka pale sasa ni mkuu wa nchi, Sauli anamtafuta malize, akakimbilia kwenye mapango ya Adulamu, akaenda kule. Kumbe yote Mungu anaruhusu haya yote haya apate uzoefu. Haya mambo matatu. Jambo la kwanza, apate nini? Ajifunze kozi gani? Administration. Na pili ajifunze nini? Na tatu ajifunze nini? Patience. Thank you very much. Patience. It was never a coincidence. God orchestrated the path of David. Is the same God who orchestrated the path of Joseph. Is the same God who orchestrated the path of Daniel and the lion den. Is the same God who orchestrated the path of Meshach, Shadrach and Abednego. The same God is orchestrating your life. Mungu anayeongoza maisha yako anajua anapokupeleka. Wewe mwamini tu, jamani, Bwana asifiwe. Wewe mwamini tu, basi mwamini tu. Mwamini tu. Weka imani yako kwake tu, basi mengine mwachie. Angalia Yesu. Unakuja kusoma, mwenyekiti wangu, unakuja kusoma baadaye kwamba na Mungu akamtukuza, akamuinua, sio akamtukuza, akamweka kwenye mkono wake. Kabla ya kutukuzwa na muulize Yesu kilichokutia. Wewe! Amekuja kwa walio kwake wamemkataa. Akijaribu kuongea wanasema hamna kakufuru. Akisema anaongea ukweli kuhusu yeye, mimi na baba tu umoja, kesi imefunguliwa. Jamaa wakachukua circumstantial evidence. Nyinyi mnaosoma sheria, circumstantial evidence, yani ushahidi wa kimazingira, yani wakamkamata Yesu na kumfungulia wakamfungulia hati ya mashtaka, kwa sababu wakatumia kigezo cha circumstantial evidence kwamba mazingira yale yanashawishi kwamba huyu bwana huyu mhalifu. Maneno yake, matendo yake, wakamtia hatiani. Muulize Yesu mpaka anafikia sehemu ya kutukuzwa na Mungu na kuwekwa mkono wa kuume wa kulia na kila kitu. Viboko hivi chapo ya mgongo mpaka anaelewa. Unaona? Mate mwanaume wakachukua, wakavua nguo, wakapiga mnada. Hivi uniambie sasa kijana wangu kweli, mwanaume miaka 30 ya umri wa kuzaliwa, unafungwa kitandani, alafu wanakupiga kwenzi ili wewe useme nani ni kumdhalilisha mwanaume, yani ni kumpa wakati mgumu sana. Yani kuna ile hasira ya kiume inaweza ukaifungulia hata, yani ikafunguka, yani anaichezea kitoto hapa. Unanikoa kwa sababu tutabirie nani kakupiga kweli. Yesu atusaidie. Amen. Kwa hata Yesu Mwokozi wetu, angalia. Kwa hiyo usiogope ikitokea ukapitia nyakati ngumu ya kimasomo au nyakati ngumu kifamilia nyumbani au kiafya au namna yote. Don't you worry. Usiogope bwana. Mungu anayafahamu hayo hata kabla hajatokea. And God is there to handle your situation. Jamani, Bwana asifiwe. I love the way he handles our situations. God knows how to handle our situations. Anajua kutuhandle vizuri sana kwenye mapito yetu. Usimtilie Mungu shaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
Wanangu, Bwana Yesu asifiwe. Wanangu, Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa tena. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba akiwa gerezani ile siku anatoka Joseph gerezani, anaenda kwenye P4. P4 andika Prime Minister. Prime Minister. Na hapo ndio Mungu alikuwa amemweka hapo. Ndio ile ndoto, atakuwa mkuu sana na wote wataminamia. Prime Minister. Ila mpaka kufikia hapo, kuna pit, kuna Potiphar's house, kuna prison, alafu ndio Prime Minister. Kuna hapa katikati hapa. Kwa anatoka, andika, anatoka gerezani hivi kwenda kuwa Prime Minister. Amegraduate akiwa na MBA, andika Masters of Business Administration, ametoka nayo. Joseph akatoka gerezani akiwa amegraduate na MBA, Masters of Business Administration. Na ndio maana alifaa sana alipokalia kile kiti. Alikuwa na masters, alikuwa na MBA. Na ndio maana aliweza kushauri vizuri sana kwa habari ya kuwekeza chakula kinachotosha sio Misri tu, na kutosha watu kutoka ulimwenguni kote. Jamaa alikuwa na MBA. Aliweza kushauri vizuri na uongozi ukaenda, nchi ikaenda sawa sawa, mambo yakaenda vizuri kwa sababu Mungu alimpitisha kule kwenye yale maeneo muhimu matatu. Kwenye pit akapitishwa kwa Potiphar's house, akapitishwa prison, na anatoka akiwa na MBA yake. Kiasi kwamba asingepitia uzoefu ule wote na joto lile, moto ule, misukosuko ile, pengine angepwaya sana kwenye kile kiti. Angepwaya mno. Asingekuwa na patience, leadership na chochote. Kwa ule muda mwingi wakuwa peke yake amefungwa, anafikiria, anazungumza, anasema mwenyewe, anajaribu kuweka vitu na nini, anaangalia mwenyewe, anaongea na Mungu, kwenye maombi na nini, anakumbuka wema wa Bwana nini. Yupo kwenye kozi mwenzetu, anaendelea tu, anajengwa. Mungu alikuwa na a private, andika, wakati wa mapito is a private time with our God. Ukiona tunapitia mapito, ujue Mungu anakuita uwe na wakati wa faragha pamoja naye. Na Mungu akitaka ashushe vitu vikubwa kwa mtu, anampitisha kwenye kibinyo kikubwa ili silence kila sauti, Mungu asikike peke yake kwa huyo mtu. Yohana mtume aliteswa, akabamizwa, akatupwa, akawekwa kwenye pipa la mafuta na chemuka, akakuungua, wakataka kumkata shingo, hakatiki. Tutayaongelea mambo siku nyingine huko, lakini akatoka, wakasema wamemshindwa, ikabidi wamtupe kwenye kisiwa cha chumvi. Ni hivi, ni kisiwa cha chumvi. Maana yake ni kwamba ni kisiwa ambacho maji yake ni maji chumvi, mpaka samaki maji chumvi haishi, anakufa. Yaani ardhi yake ni chumvi, hakuna kiumbe hai kinaishi kule. Ndio kisiwa cha Patmo. Wakamtupa Yohana kule mwenzetu, kama namna the ultimate torture, ili afe naturally, automatically kule kwenye mbinyo kama ule, upweke kama ule. Ndio Yesu anamtokea sasa, anampa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Naona anapata kitabu ambalo linaangaisha mtu. Leo sisi wengine tunakwenda mpaka ugraduate, unasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, unakuna kichwa. Yesu alikishusha kama kilivyo kwa mtu mmoja. Yohana mtume akiwa kwenye mbinyo wa mapito ya hali ya juu, anaishikilia roho yake hapa. Wanangu, sio tu kwenye masomo, maisha hata ya kawaida. Mcha Mungu na mpenda Yesu, ukapitia msukosuko usio na maelezo, ujue Bwana anakualika ili kwamba anyamazishe sauti zingine zote, awe na private time na wewe, alafu aweze kudownload material yake kwako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usione mapito kama Mungu anakuvictimize. God never victimizes his own.
Mungu hawezi kukufanya uwe mhanga. Hana muda, anakupenda, anakujali, anakuwazia mema. Hawezi kufanya hayo. Kwa wacha Mungu wote, wanawake kwa wanaume, nyakati zile ngumu ni wakati ambao Mungu anataka attention yako. Andika, kwenye wakati wa mapito Mungu anahitaji attention yangu, ili akizungumza umsikie vizuri. Imekuwa hivyo, unasoma Biblia, wote waliopitia, unaangalia hiyo, wote waliopitia magumu. Maana bila magumu sauti ni nyingi, mara huku, mara mipango hii, mara ratiba hii. Mungu naye unampanga kwenye ratiba na nini, sasa inakuwa ni ngumu. Akitaka achilie vitu vizito, vizuri, vikubwa vya kukufaidisha wewe na wanaokuzunguka na kwenye taifa, anahitaji utulivu wako. Ili sisi wanadamu, ili tutulie, lazima tupitemo. Napitia. Kwa hiyo tukipitia, sio kama Mungu ametuchukia, sio kama Mungu ametusahau, sio kama Mungu hajasikia maombi. Yamkini Mungu ana haja na wewe. Kuna vitu vya muhimu anataka azungumze na wewe, anataka viachilie kwako, kwa namna ambayo akiviachilia unakuwa tofauti na sisi wengine wote, kwa utukufu wake. Jamani, Bwana asifiwe. Usiogope nyakati ngumu, wala usimtilie Mungu shaka kwa sababu ya nyakati ngumu. Hapana. Semester hii hapa ni ya kwako. Bwana amekusudia mema kwako semester hii. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amekusudia afya njema, amekusudia amani. Tunakataa taarifa mbaya kutoka nyumbani. Bwana alinde familia huko, wawe salama, tuwe na amani, tusome, tufaulu. Bwana azuie mabalaa yote, Bwana azuie vita vyote. Bwana atupe atmosphere nzuri ya kusoma na kujisomea na kufundishwa na kufunzwa na kufanya mitihani na kufaulu vizuri. Semester hii ikawe na ushuhuda mzuri kwa kila mmoja wetu. Naomba tusimame juu ya miguu yetu, alafu usome Mwanzo 41:41. Mwanzo 41:41. Asante Yesu. Ndiyo. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Rudia tena, mtumishi wa Bwana. Farao akamwambia Yusufu, tazama. Asante baba. Nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Bwana, rudia tena, mtumishi wa Jehova. Mkuu wa nchi anamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote. Mpaka hiyo sentensi isemwe hivyo, alipitia kwingi, pa kumnyonyesha, pa kumtoa machozi, pa kumfanya alegee, awe na maswali mengi. Alipitia misukosuko, na ni kijana aliyemcha Mungu kiasi kwamba alimcha Mungu. Na moja ya sababu ya yeye kutupwa gerezani ni kwa sababu ya msimamo wake wa uchaji Mungu. Unaona sasa jamani, tukipitia, tusiache maombi, tusiache kwenda vale, tusiache kuja chapo, tusiache utumishi kwa sababu tunapitia tukalala tumelegea. Hapana. Ikitokea fimbo ya Bwana ikanilenga mimi kwamba ndio nipitie majira haya, basi ujumbe huu nikauishi kwamba katikati ya mapito niendelee kwenda kwenye maombi vale, niendelee kuja hapa chapo, niendelee kushikamana na wenzangu, kwa sababu kama nilimwomba Mungu na kweli niliomba, na nilimwamini na kweli nilimwamini. Naomba sasa tuanze kupita hapa mbele. Yule ambaye anaona kuna jambo analipitia kabisa, anahitaji mkono wa Mungu wa haraka, tangulia mbele. Alafu na mwingine yote ambaye anahitaji pita na mbele, alafu na wote kabisa tuwe hapa mbele, ili kwamba tuende kwenye kipindi cha maombi. Ya kwamba mpaka lile neno kwamba Farao akamweka Yusufu juu ya Misri yote. Nimesafiri na wewe kwenye safari aliyoipitia mwenzetu Yusufu. Haikuwa mchezo, haikuwa mchezo. Jambo lako inaweza isiwe academic, inaweza ikawa jambo jingine tu la maisha kabisa, na Mungu anajali hilo. Mungu anajali kila kitu kuhusu wewe. Ni hivi, hakiachwi kitu hata kimoja katika
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mkono mmoja ukiwa umeweka kifuani pale moyo wako upo, halafu mkono mmoja ukiwa umeinua juu mbinguni kwa Mungu anayetupenda. Mpendwa wangu, natumaini umebarikiwa sana leo. Ukihitaji somo hili pamoja na masomo mengine mengi mazuri, wasiliana nasi kwa namba 0789917700. Pia tembelea YouTube channel yetu yenye jina la ICC Mito ya Uzima. Tuonane wakati mwingine, Mungu akipenda. Ubarikiwe.